Wakati Iran ikimtangaza Mojtaba Khamenei kuwa kiongozi mkuu mpya wa taifa hilo kufuatia kuuawa kwa baba yake Ayatollah Ali Khamenei hapo Februari 28 ya mwaka huu 2026 katika mashambulizi ya pamoja yaliyofanywa na Marekani pamoja na Israel dhidi ya Iran. Wachambuzi mbalimbali wa masuala ya intelijensia, siasa za Mashariki ya Kati pamoja na masuala ya kijeshi na kivita wanaeleza kwamba Iran mpaka muda huu inafanya vizuri katika mkakati. Yaani ni kama inapata ushindi kwenye eneo la mkakati, japo inakabiliwa na changamoto kubwa kwenye upande wa vita halisi, yani kwenye upande wa kijeshi. Makala hii ya Jasusi TV ni maalum kuhusiana na upande mmoja, huyo kiongozi mpya wa Iran, kwa sababu ujio wake unatarajiwa kubadili mwelekeo wa vita husika. Lakini kwa upande mwingine, makala hii itaeleza kwa ujumla kuhusu tathmini ya vita hiyo hadi ilipofikia. Lakini kabla ya kuingia kiundani katika makala hii, Jasusi TV ingependa kuomba radhi kwa kutoleta makala yoyote kuhusiana na vita hii. Ni makala ya kwanza kuhusiana na vita ya Iran, na sababu kuu ni moja. Jasusi TV haikuwa na uhakika endapo ninyi waheshimiwa watazamaji wa channel hii mngependa habari za kimataifa, hasa habari kuhusiana na hii vita, kwa sababu katika makala za hivi karibuni pengine inaonekana kuwa watu wengi wanavutiwa zaidi na matukio na habari za ndani ya Tanzania. Kwa hiyo makala hii pia ni kama kipimo. Endapo mapokeo yatakuwa ya kuridhisha, basi Jasusi TV angalau mara moja kwa wiki itawaletea muhtasari wa nini kinachoendelea katika vita hiyo ya Iran, ambayo kwa hakika inatarajiwa kuchukua muda mrefu, tofauti na mwanzoni ambapo Marekani na Israel walidhani kwamba ni shambulio tu la mara moja, wakimuua Ayatollah basi vita itakuwa imefikia kikomo. Hata hivyo inaonekana kwamba vita hii itachukua muda mrefu, kama inavyoelezwa kwa kifupi japo kwa kina katika makala hii exclusive hapa Jasusi TV. Sasa kama nilivyosema hapo jana, Machi 8 ya mwaka huu 2026, Iran ilimtangaza Mojtaba Khamenei kuwa kiongozi mkuu mpya wa taifa hilo kufuatia kuuawa kwa baba yake Ayatollah Ali Khamenei, ambaye aliuawa Februari 28, siku ambayo ndio vita hiyo ya huko Iran ilikuwa imeanza rasmi. Marekani na Israel walianza mashambulizi dhidi ya taifa hilo. Kwa hiyo hii operation kama nilivyosema imeanza tarehe 28 Februari ya mwaka huu 2026, na moja ya matukio makubwa kabisa ya mwanzo wa vita hiyo ni Marekani na Israel kumuua huyu kiongozi mkuu wa taifa hilo Ayatollah Ali Khamenei. Kwa mujibu wa maelezo ya Marekani na Israel, walisema kwamba hasa lengo la vita hiyo ni kulenga miundombinu ya nyuklia, na kumekuwa na mafanikio katika hilo ambapo miundombinu kadhaa ya nyuklia imeharibiwa. Kadhalika mashambulizi yalitumia zaidi mashambulizi ya makombora ya masafa marefu, lakini pia makombora ya masafa marefu ya Irani nayo yalishambuliwa. Ayatollah Ali Khamenei huyu aliyeuawa hiyo Februari 28 alikuwa madarakani kwa zaidi ya miaka 35, na kifo chake kilipelekea ombwe la uongozi huko Iran. Hata hivyo uongozi ulikuwa chini ya baraza la mpito, na hilo limefanikiwa kusimamia mchakato wa tangu kuanza kwa vita, kuuawa kwa Ayatollah na ombwe lilokuwepo hadi kufanikiwa kupata kiongozi mpya. Na huyo kiongozi mpya kama nilivyosema alitangazwa jana, na ametangazwa na baraza la wataalam wa Iran. Na jina kama nilivyosema ni Mojtaba Khamenei, na ni mtoto wa marehemu Ayatollah Ali Khamenei, samahani. Huyu ana umri wa miaka 26, anakuwa kiongozi wa 3 wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran tangu mapinduzi ya Kiislamu yaliyofanyika 1979. Yeye hakuwahi kushika uongozi wote wa umma kabla ya hivi sasa. Lakini hata hivyo amekuwa akifanya kazi nyuma ya pazia katika ofisi ya baba yake kwa miaka mingi, na pia aliwahi kushiriki katika vita. Alikuwa mwanajeshi, alishiriki katika vita dhidi ya Iraq, vita ya Irani na Iraq, wakati huo akiwa ni kijana mdogo. Na alipata uhiki cheo cha Ayatollah
mwaka 2022. Kwa hiyo ni takriban miaka minne hivi iliyopita ndio amepewa wadhifa huu wa kuwa ayatola. Kwa hiyo amechaguliwa kuwa kiongozi mkuu wa taifa akiwa tayari ni ayatola kama alivyokuwa baba yake. Hata hivyo, kuna maelezo kwamba uchaguzi huo wa kumpata huyu Mojtaba Khamenei kuwa kiongozi mkuu wa Iran haukuwa huru, na ripoti zinaonyesha kwamba kulikuwa na shinikizo kubwa kutoka kwa Republican Guard. Kama unafahamu Republican Guard, hiki ni kikosi cha walinzi wa mapinduzi matukufu ya Kiislamu ya 1979 na ndiyo taasisi yenye nguvu kubwa kabisa katika nchi ya Iran, kijeshi lakini pia kidini na katika masuala ya usalama wa taifa la Iran. Kwa hiyo inasemekana kwamba kulikuwa na shinikizo kubwa kutoka kwa Revolutionary Guard kuhusu kuwa huyu mtu ndiye waliotaka ateuliwe, hasa kutokana na kwamba yeye alikuwa na mahusiano mazuri na taasisi hii kwa vile aliwahi kuwa mwanajeshi katika hii taasisi na alishiriki katika vita ya Iran dhidi ya Iraq huko miaka ya nyuma. Kwa hiyo Mojtaba ana uhusiano mzuri kabisa na Revolutionary Guard na ni mahusiano ambayo yamejengwa kwa muda mrefu. Kadhalika imeelezwa kwamba baadhi ya viongozi wa kidini hawakupendezwa na tangazo hili la kuteuliwa kwake, kwa sababu wanamuona ni kama mtu ambaye hajaiva kidini. Amepata huu wadhifa wa ayatola miaka minne tu iliyopita, mwaka 2022. Kwa hiyo kuna hali ya kutokuridhika kutokana na kuteuliwa kwake. Lakini huu ni wakati wa vita. Kwa hiyo swala hapa linaloangaliwa ni kwamba anahitajika mtu anaweza kuiongoza Iran katika kipindi hiki kigumu, na bila kuangalia endapo mtu huyo ameiva kidini vya kutosha. Anatakiwa mtu ambaye anaweza kuliongoza taifa katika kipindi hiki kigumu kabisa kwa taifa hilo, bila kujali kwamba ana uweledi kiasi gani katika masuala ya kidini. Na kuteuliwa kwake kunatafsiriwa kwamba kutaimarisha zaidi hii Revolutionary Guard, inafahamika kama IRGC, kutokana na kuwa mtu wao ndiye sasa anaiongoza Iran. Kwa hiyo ukiangalia wasifu wa huyu Mojtaba, ni mhafidhina mkali, ana msimamo mkali sana kisiasa, kiitikadi na kidini, na msimamo wake pia ni mkali dhidi ya Marekani na Israel, kama ambavyo alivyokuwa baba yake. Kwa hiyo kimsingi, licha ya kuuawa kwa baba yake, yeye ni mwendelezo wa kile kilichokuwa kikifanywa na baba yake. Kwa hakika si mtu ambaye anatarajiwa kuleta mageuzi ya aina yoyote nchini Iran, na hata wale waandamanaji ambao wamekuwa wakipinga serikali au uongozi wa Iran hawatarajiwi kupata msamaha wote kutoka kwa huyu kiongozi mpya. Vile vile inatarajiwa kwamba atadhibiti uhuru wa vyombo vya habari, lakini anadhaniwa kwamba anaweza kufanya vizuri kwenye uchumi wa Iran, kwa sababu uchumi wa Iran unahusisha pia jeshi la nchi hiyo, yani hili kundi la walinzi wa mapinduzi matukufu ya Kiislamu, yani IRCG, Revolutionary Guard. Na wataalamu wanasema kwamba hata kuwa na uvumilivu wote dhidi ya upinzani ndani ya nchi hiyo. Kwa hiyo vijana na Gen Z wa Iran kwa hakika wamepokea taarifa hizi kwa uchungu, kwa sababu ni kama Khamenei mwingine amerudi katika utawala wa nchi hiyo. Kwa upande mwingine, Marekani na Israel ambao wanaendeleza mashambulizi yao dhidi ya Iran wameona uteuzi huu wa Mojtaba kama ni changamoto, na hakuna dalili yoyote kwamba kutakuwa na uwezekano wa Iran kuomba suluhu, kwa sababu juzi Rais Donald Trump wa Marekani amenukuliwa akisema kwamba vita hii itamalizwa tu pale Iran itakaposalimu amri. Lakini kwa kuteuliwa huyu Mojtaba kuwa kiongozi mkuu wa Iran, dalili za taifa hilo kusarenda haipo kwa sasa. Pia Trump amesema kwamba vita hiyo itaisha tu pale uongozi na nguvu za kijeshi za Irani zitakapokuwa zimedhibitiwa kabisa, au watakapoweza kuomba kujisalimisha. Lakini Mojtaba kwa upande wake amesimama imara kwamba Iran kamwe haitojisalimisha. Kwa hiyo hakuna uwezekano wote wa mazungumzo baina ya pande hizo mbili, na maana yake ni kwamba vita hii itaendelea bila kufahamika mwisho wake utapatikana vipi. Kadhalika bado Iran ina mategemeo kupitia vile wanaita proxies, yani makundi ambayo
yanaiunga mkono Iran. Haya ni pamoja na kundi la Hezbollah, lakini pia kuna makundi madogo madogo ya kijeshi ambayo yako Iraq, lakini pia kuna kundi lile wa Houthi wa Yemen, ambao wamekuwa na msaada mkubwa kwa Iran, kwa sababu Iran ndio imekuwa ikiyafadhili makundi haya katika hizi vita. Lakini kwa mujibu wa maelezo wa hao wachambuzi wa masuala ya intelijensia, masuala ya siasa za Mashariki ya Kati, masuala ya kijeshi na kivita, wanasema kwamba japo Iran imepoteza miundombinu yake ya kivita ya kijeshi, hasa ya kinyuklia imeharibiwa kwa kiasi kikubwa. Pia makombora yake ya masafa marefu pia yameharibiwa, lakini Iran bado ina karata moja muhimu, na huu ndio unaonekana kama ni ushindi wake kimkakati. Na endapo itashikilia ushindi huu kwa muda mrefu, basi vita hii sio tu itakuwa ndefu, lakini ina uwezekano wa kupelekea Marekani na Israel kusalimu amri, sio kwa kushindwa bali kwa kukubali matokeo. Ikumbukwe kwamba haya si mashambulizi ya kwanza ya Marekani na Israel, yalifanyika hivi karibuni, lakini baada ya muda mfupi mashambulizi haya yakaisha, sio kwa sababu Iran iliomba msamaha au ilikiri, bali Marekani na Israel kwa pamoja ziliamua kusitisha mashambulizi haya kutokana na kutopatikana ufanisi wa kutosha. Kwa hiyo kama Iran itaweza kusimama kidete kwa wiki kadhaa tu, itazilazimu Marekani na Israel zenyewe ziamue kwamba vita hii haina tija. Na hili linaangaliwa zaidi kutokana na ukweli kwamba Iran ina turufu muhimu, mlango wa Hormuz. Huu ni mlango muhimu sana kwa sababu 20% wa mafuta yote duniani hupitia huu mlango wa Hormuz. Pia inaelezwa kwamba China peke yake inanunua 45% mpaka 57% ya mafuta yake kupitia huu mlango wa Hormuz. Kadhalika nchi za Asia Mashariki, Japani, Korea Kusini, India pia zinategemea mafuta kutoka Ghuba ambayo pia inapitia huu mlango wa Hormuz. Hata hivyo pia nchi za Ulaya zinaathirika endapo lolote litatokea katika huu mlango muhimu wa Hormuz. Kwa hiyo kama Iran itaweza kuuziba mlango huu kwa angalau wiki 3, mataifa haya yatalazimika kuiwekea shinikizo Marekani na Israel kusitisha vita hii, kwa sababu athari zake ni kubwa. Na tayari tunavyoongea leo bei ya mafuta imepanda, imefikia $110, ambapo na huko bei za mafuta katika nchi mbalimbali zimepanda, hapa Uingereza, huko Marekani, lakini inatarajiwa nchi mbalimbali duniani itaanza kuona hali hiyo ya mabadiliko. Kwa hiyo endapo Iran itafanikiwa kufunga mlango huu, athari zake zitakuwa kubwa sana kiasi kwamba Marekani itakuwa katika shinikizo kwamba iachane na vita hii kwa wakati huu, angalau kuweza kurekebisha hali ya uchumi. Na pia kuna shinikizo kubwa dhidi ya Donald Trump nchini Marekani, kwa sababu hali ya maisha inaanza kuwa ngumu kutokana na kupanda kwa bei ya mafuta. Mafuta yakipanda bei, kila kitu kinapanda bei. Kwa hiyo mkakati wa Iran sio ushindi wa kijeshi, bali kuchochea na kulazimisha mazungumzo kama ilivyokuwa mwanzoni, kwa sababu mashambulizi yaliyofanyika kipindi kile ikalazimika tena kuwepo na mazungumzo. Na actually wakati Iran inashambuliwa hiyo Februari 28 ya mwaka huu, kulikuwa na mazungumzo yalikuwa yakifanyika nchini Uswisi ya kutafuta ufumbuzi kuhusiana na masuala ya nyuklia, lakini kwa mshangao wa wengi Israel na Marekani wakaamua kuishambulia Iran. Kwa hiyo Marekani na Israel wamefanikiwa kuharibu kwa kiasi kikubwa viwanda vikubwa vya makombora huko Iran. Kadhalika miundombinu mingi ya kivita ya Iran imeharibiwa. Hata hivyo, changamoto inabaki kuhusu viwanda vya kutengeneza drone, kwa sababu viwanda vya kutengeneza drone ni tofauti na viwanda vya kutengeneza makombora. Hivi vinaweza kutengenezwa nyumbani. Na uwezo wa Iran kutengeneza drone umekuwa ni mkubwa sana, na inaelezwa kwamba wanatengeneza drones nyingi sana, na vita hii kwao turufu yao kubwa ni katika hii matumizi ya drone. Of course drone moja haifiki mbali sana, lakini makundi ya drone, kwa mfano ikiwa mamia au maelfu, yanaweza kuzuia meli, yanaweza kusababisha madhara makubwa. Kwa hiyo Iran inategemea kutumia
kutumia hizi drones nyingi za kutosha kuzuia usafirishaji wa mafuta kupitia mlango wa Hormuz. Na hili ni tatizo ambalo Marekani na Israel bado hawajalipatia ufumbuzi hadi muda huo. Kwa hiyo vita hivi sio vya silaha za nyuklia pekee, hofu ya kwamba kuna silaha za nyuklia na vitu kama hivyo. Vita hivi sio kuhusu Israel pekee, na vita hizi sio kuhusu haki za binadamu ndani ya Iran, samahani. Vita hivi pia vinaihusu China, kwa sababu kama ulivyoeleza kwamba China imekuwa mnufaika wa uhusiano wake na Iran, hasa mafuta yanayopita kupitia mlango huu wa Hormuz. Lakini Marekani inadhani kwamba kwa kuidhibiti Iran, kwamba endapo uongozi wa Iran utakuwa ni uongozi friendly, yani utakuelemea upande wa Marekani badala ya China, utakuwa na manufaa zaidi katika vita isiyo ya kijeshi kati yake na China. Lakini pia katika hili kuna Rais Trump amekuwa akizungumza kuhusu maeneo mbalimbali ambayo anadhani kuwa yanaweza kusaidia kuimarisha Marekani dhidi ya katika vita yake hiyo isiyo ya kijeshi, kwa sababu kuna vita inaendelea kati ya Marekani na China, lakini vita hii sio ya kijeshi. Na moja ya maeneo muhimu ambayo yalikuwa ni wahanga wa haya ni pamoja na haya yanayotokea nchini Iran. Hii itakuwa ni makala ya wakati mwingine kueleza nini hasa kinachojiri nchini huko, hii tofauti ya kwa namna gani vita ya Iran pia ni vita kati ya Marekani na China, lakini isiyo ya kijeshi, yani kwamba hawapigani Marekani na China, lakini uhusika wa Iran katika hiyo unachangia haya yanayoendelea. Kwa hiyo kwa kifupi tu athari za sasa kutokana na hii vita ni bei ya mafuta tayari imeshapanda. Nchi za Afrika Mashariki ikiwa ni pamoja na Tanzania zinaanza kununua mafuta kwa gharama kubwa zaidi. Bandari za Mombasa na Dar zinaathiriwa na msururu wa usafirishaji wa kimataifa. Lakini pia vikundi vya kigaidi vinaangalia kwa makini haya yanayoendelea. Kundi la Al-Shabaab na makundi mengine ya kigaidi yanaweza kutumia fursa hii. Lakini pia maslahi ya China katika nchi za Afrika Mashariki, ikiwa ni pamoja na miradi ya bandari, reli, miundombinu, ipo hatarini kwa sasa. Kadhalika Urusi inaendelea kujipatia nafasi kwa Iran, lakini pia kwa nchi za Afrika ambazo zinaathiriwa na hili. Lakini kubwa la mwisho ni ukweli kwamba Mojtaba sio tu ni kiongozi wa Iran ambaye amepata nafasi hii kutokana na kifo cha kiongozi waliopita. Huyu ni mtoto wa kiongozi aliyeuawa na Marekani na Israel. Kwa hiyo ana kisasi, na hiki kisasi kinaweza kubadili kabisa mwelekeo wa hii vita kati ya Israel na Marekani kwa upande mmoja pamoja na Iran kwa upande mwingine. Kwa hiyo haya ni baadhi ya yale ambayo Jasusi TV imeweza kuyakusanyia kuhusiana na hii. Je, una maoni gani kuhusiana? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwaherini.